linapanuka. Nimeenda hospitali zote za huku kusini, mwishowe likawa shimo. Wanapima si kansa, wanapima hawaelewi ugonjwa, mwishowe niangalie huku kote pakaisha. Yaani nyama zinamwagika. Nimeuza nyumba zangu, anasema nilikuwa na nyumba zangu 5, zote nimeuza. Nimewapigia simu marafiki zangu, hakuna anayepokea. Paki imefikia kipindi mke wangu anabeba ndoo ya maji kwenda kujaza pipa kwa mtu, anapewa hela ili niende nikanunue dawa ya kusafishwa. Nimesikia matangaza kwamba Yesu anaponya. Amina. Mimi sijaokoka, lakini ni Mkristo. Ninakuja kwa Yesu aniponye. Lakini wale ambao wako tayari kunisaidia, watu wananikimbia, ninanuka. Nilipoambiwa nilijisikia uchungu, nikiwa nimesimama kwenye uwanja, maelfu wamejaa. Nikasema yule mtu aletwe. Alipita kwenye korido hapo, yaani ule mkutano nje, watu wanapiga kelele, si wanamfuata yule mama. Alafu anasema hili godoro limeoza, yaani usaa wote unaishia godoroni pale, nyama zinadondoka. Niliona watu wanapiga kelele, wanafunga midomo. Anapita yule mtu na shuka, amejifunika shuka, anatembea hivi, na yule mama amebeba godoro. Akaja akasimama. Alipokuwa amesimama, naona maji yanamwagika, yamechanganyikana na usana, nafikiri vipande vya nyama. Anasema na mhitaji Yesu aniponye. Mimi nasema nampata huyu Mungu. Anasema Mungu wa Yakobo, Mungu ambaye awe ni baba yangu. Hebu sema Mungu uwe baba yangu. Bado sijasikia. Sema uwe baba yangu. Natamani Mungu awe baba yako. Sema amen. Anasema Mungu wa Daniel, anasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Daniel. Wewe nianze. Mungu wa Afrikano, Mungu wa Debora, Mungu wa Elisha, Mungu wa Dogo, Mungu wa Kwini, Mungu wa Dodo, Mungu wa Rashid, Mungu wa Angelina, Mungu wa Magdalena, Mungu wa Salome, Mungu wa Daniel. Mungu wako, Mungu wako, Mungu wako. Unatamani awe Mungu wako. Sema amen. Watu wapige kelele waseme amen. Hebu sema natamani uwe Mungu wangu. Mungu wako. Zamani, sio zamani, nikifungua message nasikia labda kale kwa maandika, baba nasikia kichwa kinauma, naomba nipe dawa na hela niende hospitali. Huko anakosoma anajua mimi ni Mungu baba yake. Namwambia haya, chukua hela kanunue dawa au nenda kapima. Ulikuwa unaomba nini? Wamepima, wamekuta naomba malaria. Haya, tibiwa. Mimi ni baba yake. Mimi ni baba yake. Amina. Shida zake zote anazielekeza kwangu. Unaonaje kama Mungu huyu tunayemwabudu awe baba yake? Natamani useme kwa sauti amen, haleluya. Unaonaje kwamba watu wakipata ajali wanasema Yesu, walio Waislamu, wasio Waislamu, wapagani, wasiokuwa na nguvu, lakini aliyeokoka ndiye baba yake, ana nafasi tofauti na mtu mwingine. Unatamani, unaonaje kama huyu awe baba yako kwenye ajali inapotokea? Unaonaje huyu ni mtamka au ni baba yako wakati umevamiwa na wachawi? Unaonaje huyu awe baba yako wakati wa mateso ya magonjwa yako? Unaonaje huyu awe ni baba yako kwenye huzuni na adha zako? Hebu sema amen, haleluya. Awe baba yako. Sema Yesu. Sema kwa sauti Yesu. Uwe baba yangu. Nikiangalia hapa hakuna jina lako. Ametamkwa Ibrahim, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka,
Mungu wa Yakobo. Hapa kanisani nani ni Ibrahimu hapa? Anyosha ile Ibrahim peke yake tumone. Hamna. Ibrahim mwenyewe hajiamini. Nani ni Isaka hapa? Nani anyosha mkono ni Isaka? Hamna. Nani ni Yakobo? Nani anaitwa James au Yakobo? Siku hizi hatuiti majina hayo. Siku hizi tunaita Zava, tunaita Zogzogzo, mwingine anaitwa Doksa, mwingine anaitwa Mapapai, mwingine yani kila ukiita huyu mtoto amezaliwa anaitwa nani? Korokosoko, mwingine mnyamnyamnyamnyo, mwingine mtu msemsemse, yani kila mmoja majina hayo. Lakini yote kwa yote sio shida. Nataka hilo jina liwe na baba yake, na baba yake ni Mungu aliye hai. Sema amen. Watu wa mwanzo wapiga kelele waseme amen. Anasema Mungu wa baba yake. Yule Mungu wa Moses Kulola awe baba yako. Sasa kama Mungu baba yako alitendwa kitu kikubwa sana, akasema asante Mungu umenifanya, naomba useme namuomba huyo Mungu wa baba yangu aliyemsaidia baba yangu siku moja, aliyemsaidia mama yangu siku moja. Namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Namsema namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Rudia tena, sema kwa sauti, namtaka huyo baba. Yule baba aliyewasaidia Israeli wakapita katikati ya maji, huo muujiza huwezi kusaulika. Namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Namtaka yule baba ambaye alipotamka watumishi walipotamka akasikia, ndege wakashuka kwale, chakula kikawemo kingi, kwenye jangwa maji yakatokea. Namtaka huyo baba, namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Huyo baba alifika kaburini akasema Lazaro toka nje, Lazaro akatoka nje. Namtaka huyo baba, namtaka huyo baba, namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Huyo baba alifika kakutana watu wanaenda kuzika, akalishika jeneza, yule mtoto akatoka. Namtaka huyo baba, namtaka huyo baba, namtaka huyo baba. Piga kelele, namtaka huyo baba. Kwa jina la Yesu awe ni wako, kwa jina la Yesu awe ni wako. Bado namtaka huyo awe wako. Walio hai waseme kwa sauti mpaka majengo yatikisike, waseme amen. Nataka huyo awe wako. Na unajua wazazi wana tabia za ajabu. Anaweza akakosa yeye chakula watoto waishi. Mzazi wakati wa Krismasi, angalia wazazi wengi wanakuja na nguo chakavu, lakini watoto ingalau wamevaa kanguo kapya. Huyo ni mzazi na ndiye huyo. Kila akiangalia sema anaona watoto wameinama, wamejaa huzuni, wamepoteza matumaini, hawana furaha, hawajisikii kuendelea. Na kama siku hizo zingalifupishwa, asingalionekana mtu yeyote anaingia mbinguni, kwa sababu ya mateso yanayotuzunguka. Sikiliza mtu wa Mungu, ninajua watu wengi wanatuangalia mahali pengi, na hili liwe neno lako. Anasema Bwana akasema hakika, bila doubt, bila wasiwasi. Unajua kama kweli unaniambia habari za mwingine afadhali, lakini kama mimi nimeona, nasema hakika nimeona. Mungu ameona. Mungu anaona jinsi unavyopitia. Mungu anaona adha unazozipitia. Mungu macho yake yako juu yako. Nisikilize, anasema nimeona mateso ya watu wangu. Ukishaokolewa wewe ni mali ya Kristo. Rudia tena, sema amen. Kwa nini ugue? Ni kwa sababu mwili unaweza ukaguswa na shetani. Shetani amepewa kibali kama alivyopewa kwa Ayubu kugusa mwili wako, lakini unaweza ukaugua mpaka ukabaki mfupa. Kama Bwana hajasema na kuondoa, hutaondoka. Kuna kusudi pia, kuna kusudi nyuma ya mateso yanayokukabili. Mtu mmoja aseme amen. Rudia tena, sema amen.
Na eneo lingine nasema hakuna jambo linalofanyika ikiwa Bwana hajaliagiza. Hata shetani afanyeje, hana kibali chochote. Ndio maana alipotaka kumkosa Ayubu, alienda kuomba kibali kwanza kwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kukumiliki wewe. Natamani mwili wangu umilikiwe na Yesu. Aliyokoka sema amen, haleluya. Rudia tena mara ya pili, mara ya tatu tena. Yaani mtu Mungu akumiliki. Kama sisi tunavyolipa mahali tunamiliki mwanamke anakuwa ni wangu, na Yesu ametumiliki kwa gharama ya kutoa damu yake. Akatununua, tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Wewe ni mali ya Yesu Kristo. Una haki sawa na watu wowote kusema Baba, ninakuja mbele zako, sina kazi, sina mume, nina afya mbaya, nateseka, Baba nisaidie, na Mungu atatenda. Usiposema nitakushangaa, sema haleluya. Una haki sawa. Mwambie mwenzako, nina haki sawa na wewe. Mnaniangusha. Sema tena kwa sauti, 1, 2, 3. Unamwona huyu mtu ombea, sijuaji kama alikufa au sielewi, lakini alinipiga mpaka nilisema naam. Na wakati amesimama kama hapo, najikaza tu, lakini harufu inayotoka pale kama mzoga. Lakini mwanamke, ni wachache sana wanaoweza kusimama na waume zao kwenye mazingira kama haya. Kazi ikiharibika, mwanamke anakukimbia. Kazi ikiharibika, unaanza kuona matatizo kwenye ndoa yanaanza kutokea. Utafikiri mwanamke anakujaga kwa ajili ya kudonoa hela, kumbe sio mpango wa Mungu. Kazi ikiharibika, furaha inaisha ndani ya ndoa. Mtu akisimamishwa kazi, furaha inakosekana ndani ya nyumba. Lakini mwanamke ni mpagani, hakuwa ameokoka, anaishi na mwanaume aliyeoza. Akasema au nifunue. Ananiambia yule mwanaume, au nikufunulie? Nikasema usinifunulie. Nilimuita baadaye usiku, nikaongea naye, nimemaliza mkutano, anazungumza kwa melala ubavu. Anasema au nikufunulie uone? Nikasema hapana, usinifunulie. Anasema huku nyuma kote ni mifupa, nyama zilishaisha, mifupa kabisa, na lalia mifupa, nyama hamna, zilishaoza. Lakini mwanamke ndiye aliyebeba lile godoro lililooza. Wakati tunaombea asubuhi, pepo alilipuka, watu wanafunguliwa. Kuna mwanamke mmoja alipepasuka na pepo akaenda kuangukia kwenye lile godoro. Alipoangukia lile godoro, alinyanyuka, akili zimekaa vizuri kwa ile harufu iliyokwenda. Akaangukia pala, akarudi akiwa amefunguliwa. Nikashika kuna amepona kwa jina la Yesu. Au haya majimaji yamemtoa ndani. Akafunguliwa pale pale, hakurudi tena. Lakini bado mwanamke yuko pale pale. Na nafikiri yule baba alifunguliwa. Anasema nimeona mateso na nimesikia watu wanapoomba Mungu huwa anasikia. Mateso ni yapi ambayo? Kwanza hilo andiko la kwanza. Andiko la pili, hebu nifunulie Kutoka 25. Kutoka 2:25. Kutoka 2:25. Hebu niandikie hapo, alafu nisome haraka, alafu niende aina mateso kidogo. Kutoka 2:25 nasema hivi: Mungu akawaona wana wa Israeli. Hebu tusome pamoja nami, 1, 2, 3. Sema kwa sauti tena. Mimi na wewe ni uzao wa Israeli. Unapoona Israeli inapigwa, maana yake unapigwa wewe. Na ujue kwamba Yesu yuko mlangoni. Ijumaa nilikuwa nazungumza, wakati wowote Yesu anarudi. Biblia inasema unapoona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu. Sasa hivi Wapalestina wanataka Jerusalem iwe mji mkuu wao. Angalia dunia sasa hivi imegawanyika. Watu wanasema Palestina itambuliwe iwe taifa.
na watu wanaangalia Yerusalemu, na Yerusalemu wamepewa Israeli. Kama nilivyosoma pale nyuma, utajikuta umeelemewa na mambo ya duniani, biashara zinakuelemea, ofisi imekufunga, masumbufu ya dunia yamekujaa. Yesu anakuja ghafla. Tamani uwe na sifa kama hizi. Akawaona wana wa Israeli, la kwanza akawaona. Hebu sema akawaona. Bibi, sema kwa sauti. Bibi, semeni wengine wote, akawaona. Bado sema kwa sauti, akawaona. La kwanza akawaona, la pili anasema Mungu akawaangalia. Haya mambo mawili ni ya pili. Mungu anakuona, lakini la pili Mungu akawaangalia. La kwanza, Mungu anaona jinsi unavyopitia. Mungu anaona jinsi ndoa yako ilivyo na msukosuko. Mungu anaona jinsi ambavyo wamekuambia una kansa. Ameshaona tatizo ulilonalo, lakini Mungu akawaangalia. Maana yake ana take care of it. Anaanza kushughulikia tatizo lako, anaanza kunyosha mkono aguse kidonda chako, na mtu mmoja aseme amen. Anaanza kutake care, anaanza kuchukua action against. Maana mtu anaweza akaangalia akaona tu, asiangalie, asitake action. Sasa tukirudi aina ya mateso, nimeandika